Asante kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe ndo kwanza unaungana nasi, sasa ni habari za biashara na uchumi kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi amewataka viongozi wa chama kikuu cha ushirika Songea na Namtumbo Sonamco kuacha kusubiri wanunuzi kuwafuata wakulima badala yake kuwa na mikakati madhubuti ya kutafuta masoko mapya ya ndani na nje ya nchi ili kuongeza ushindani na faida kwa wakulima. Taarifa ya Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma inafafanua zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi wakati akifungua mkutano wa 23 wa mwaka 2026 wa chama kikuu cha ushirika cha Songea na Namtumbo Sonamco, ambapo amesema ushirika unapaswa kwenda sambamba na mabadiliko ya soko la dunia kwa kuimarisha biashara ya mazao na kutafuta fursa mpya za kimataifa kwa manufaa ya wakulima. Ushirika usibaki kusubiri wanunuzi wafuata wakulima, bali uwe na mkakati wa kutafuta masoko mapya yenye ushindani na faida zaidi. Dunia ya sasa inahitaji ubunifu na ushindani wa kibiashara. Mazao yetu yanaweza kufikia masoko ya kimataifa kwa kuzingatia ubora. Kila mmoja anafahamu kwamba mkoa wako huu unaongoza kwa uzalishaji mkubwa wa chakula, na hivyo tunaweza kulisha nchi na tukalisha na majirani zetu pia. Tunakuomba uingilie kati swala hili la madeni ambayo tunaidai kampuni ya Magefa, hususan kuongea na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ili kuweza kampuni kuweza kulipa deni hilo la dola milioni 1.4. Ili kufika soko la mataifa kuna utaratibu ambao umewekwa. Kuna kazi ya mkulima, kuna kazi ya serikali, pia kuna kazi ya wanunuzi ambao ndio wanunuzi wakubwa wako hapo wa kimataifa. Tusitegemee tu soko la ndani, lakini tuende pia kwenye masoko ya nje kwa kushiriki katika makongamano ya kitaifa na kimataifa ya masoko. Naam, halmashauri ya wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro imeanzisha mkakati wa kuwawezesha wananchi kiuchumi kwa kuwahamasisha vijana na akina mama kuunda vikundi vya kuvisajili kama wakandarasi wadogo ili kupata zabuni ya 30% ya halmashauri itakayowawezesha kushiriki katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Ahmad Nandonde anaarifu zaidi. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani, kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo Wambura Yamo amesema hatua hiyo ina lengo la kupunguza tatizo la ajira na kusaidia kukuza uchumi wa wananchi kupitia miradi midogo inayotekelezwa katika halmashauri. Wahamasishwe waweze kuingia kwenye vikundi, waweze kupata kazi za ukandarasi mdogo. Tunapoleta ujenzi wa kituo cha afya Sudi, tunatarajia mawe, mchanga wa kwanza kuangaliwa ni wale wanaopatikana kwenye eneo la mradi. Sasa tuna vikundi 4 ambavyo tulivihamasisha vikajiunga, vimejisajili na vimekuwa vikinufaika na zabuni kupitia ile zabuni ya 30%. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Same Yusto Mapande ameonya tabia ya baadhi ya wakuu wa idara wanaotumia wawakilishi wasioweza kujibu hoja, huku akitoa msisitizo wa madiwani kuhamasisha wananchi kupatiwa chanjo ya homa ya ini ambayo imeendelea kuwa tishio duniani. Ni lazima kuanzia sasa mtu ambaye hatakuwa kwenye vikao ambayo ndio mwenye idara yake, kama hana mtu ambaye ana majibu ya kutosha ya kutuletea kwenye vikao vyetu, bora wasije kabisa, tujue kwamba Mheshimiwa Rais alitoa bilioni 200 kwa ajili ya vijana, na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya maendeleo ya vijana na yeye pia amekuwa akifanya hilo jambo na ile mikopo imeshaanza kutoka. Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Same Abdallah Mnyambo ametumia wasaa huo kutoa salamu za chama, huku akiwataka madiwani na watendaji kushirikiana kwa karibu ili kuwapatia wananchi maendeleo. Kuhakikisha kwamba tunapunguza kero zilizo kwa wananchi wetu na tunasimamia fedha ambazo zimeletwa. Wakuu wa taasisi na wengineo, ushirikishwaji ni kitu cha msingi sana. Tukifanya jambo hili kwa pamoja, hakuna mtu atatokea akaleta malalamiko. Serikali inaleta fedha kiasi, alafu kuna mchango wa jamii katika kukamilisha miradi hiyo. Kutoka hapa halmashauri ya wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro, mimi ni Ahmad Nandonde, Channel 10.
Asante Ahmed Nandonde kwa taarifa hiyo, na ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Esther Mtebe atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.